Kwa majina naitwa Kiponza Kiponza, mkazi wa Sinza D na ni mkazi mwenyeji wa maeneo haya. Ninayo kila pongezi kuwapongeza Zamaradi TV, mmetutembelea leo katika mtaa wetu. Lakini tunacho shukuru, katika mtaa wetu tulipata mradi wa barabara. Mradi huu ambao unapita mbele ya maeneo yetu hapa, barabara hii ya Mbegani na Mnani inaelekea na Mnani Hoteli. Lakini changamoto tuliyokuwa nayo sisi kama wakazi wa Sinza D, kwamba mkandarasi toka amepewa hii barabara kwenye masuala ya ujenzi, cha maajabu tunachosikitisha, mkandarasi kama katususa. Na pia vile vile barabara yetu hii ambayo tunaitegemea sisi kama wakazi wa maeneo haya ni barabara ya kiuchumi, kwa maana tuna nyumba zetu hizi. Pia vile vile tunaona kama hivi frame za wafanyabiashara hizi zimekaa kwenye hali ambayo ya simanzi, kwa sababu mteja hizi akafika kwenye frame hizi za biashara. Sisi kama wakazi, hizi frame za biashara ndio maisha yetu, tunategemea tuwapangishe wafanyabiashara na sisi tupate riziki za kupitia kodi wanazotupa. Lakini changamoto nyingine pia vile vile, barabara hii ni barabara ambayo inatumiwa na wakazi wengi, aidha wa mtaa wetu huu wa Sinza D na pia hata mtaa wa Ng'ambo, maana tumepakana na kata ya Manzese, mitaa ya Uzuri, wanaitumia barabara hii. Lakini nyewe mmeiona hii barabara imesimama kwa muda mrefu, yapata miezi 5 kwa sasa. Kwa niombe kwa kupitia kituo chenu nyewe cha Zamaradi TV, sauti zetu zikapazwe huko kwa viongozi wa juu, waliangalie hili na wamharakishe mkandarasi aje aitekeleze wajibu wake wa kikazi ndani ya mtaa wetu. Endapo atakapofanikisha hivi, basi shughuli zetu zinaendelea kama kawaida, ila kwa sasa hivi shughuli nyingi zimelala ndani ya barabara yetu. Na Sinza yetu hii ni Sinza ya makazi na biashara. Kwa hiyo tunaishi kwa kutegemea wafanyabiashara, na pia vile vile serikali na nyinyi nafahamu hilo, kwamba Sinza yetu hii kwa sasa ilipo, utegemezi mkubwa sana ni wafanyabiashara. Sasa kama miundombinu inakuwa sio rafiki kwa sisi kama wakazi wa hapa, kiukweli inaleta simanzi. Mimi yangu ndio hayo. Habari, kwa majina naitwa Salma Kamili Mwashtuka, ni mkazi wa Sinza D. Pia ni mfanyakazi katika frame ambazo zipo karibu na maeneo yanayoonyeshwa hapa kwenye hizi barabara ambazo zimekuwa zimechafuliwa kwa muda mrefu. Kweli imekuwa inatulia ugumu hata kufanya biashara za chakula, kwa sababu mazingira yamekuwa sio rafiki, na mazingira yanaanza nje, sio ndani. Kama mazingira yanaenda nje, basi uvutio wa biashara utakuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa naiomba serikali na kuiona hili swala, kuharakisha hizi biashara yetu katika swala hili la barabara, ili ifike haraka, ili tuweze kupata hata mahitaji yetu wenyewe. Maana imekuwa mgumu sana hata kwenye swala la kupata mahitaji yetu wenyewe, hasa kuendesha biashara. Ni hayo, tunashukuru. Kwa majina naitwa Joanita Jackson, ni mkazi wa hapa Sinza D, ni mfanyabiashara. Lakini kulingana na hali ya barabara, nimekuwa ni changamoto kwa sisi wafanyabiashara. Mtu hawezi kukanyaga matope akaja kufanya huduma kazi au kuja saruni au sehemu yote ile yenye biashara. Matope ni mengi, yani pamekuwa pachafu, mtu hawezi kuvumilia kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo serikali ya Mama Samia tunaomba mtusaidie, maana hali imekuwa ni mbaya kwa sisi wafanyabiashara. Wenye nyumba wanadai kodi na sisi tunateseka, kula kwetu imekuwa ni changamoto sasa hivi, kwa sababu wateja wote hamna. Kulingana na hali iliyopo kwenye barabara, mtu hawezi kufika eneo husika mtu anapotaka kuja. Bwana, kwa majina mimi naitwa Kichuwise au Kichuya. Mimi bwana ni mjasiriamali wa ili eneo la Sinza D. Inafika sasa miezi kama 5 hivi, barabara yetu hii bwana imekuwa changamoto sana, kwa sababu tangu imechimbwa tumekuwa jasiriamali tunapata shida, wateja hatupati. Kama unavyojua jasiriamali wengi huwa tunategemea wapita njia. Sasa wapita njia hakuna, kwa hiyo biashara zetu haziendi na sisi tuna familia. Kwa hiyo tunachokiomba bwana mheshimiwa mbunge, jaribu kuliangalia hili utusaidie, kwa sababu tunashindwa bwana kulipa makodi kwenye maframe, kwenye nyumba za kupanga, imekuwa changamoto sana kwetu. Kwa hiyo kama uongozi wa juu bwana, tunaomba mtusaidie. Imekuwa changamoto kama unavyoona, kuanzia juu kule madukani unashuka nayo hii mpaka chini huko Iteba huko.
imekuwa changamoto sana. Jina naitwa Madam Zakia aka Mama Yanga wa Sinza Madukani. Mimi nazungumzia kero ya miundombinu, kero ya barabara. Yaani sasa hivi hapa tumekuwa ni sijui kama tuko kidimbwi cha wapi, hata sielewi. Hii barabara toka imeanza kutengenezwa, sijui ni barabara, sijui ni miundombinu ya maji chafu, hata sielewi. Yaani ya muda mrefu sana. Toka mwaka jana kama sikosei mpaka leo. Kwa hiyo kero yake imekuwa ni kubwa sana. Watoto maskuli basi anashindwa kuwaleta mpaka nyumbani, kwa hiyo mpaka tuwafuate barabarani huko madukani. Yaani tukitoka asubuhi saa 11 kuwapeleka wanafunzi shule ni shida tupu, mpaka tuende huko madukani tuwapeleke wanafunzi. Kwa hiyo mimi naona hili swala kama diwani wetu analijua, kwa nini asilichukulie jambo kwa haraka sana apate kutusaidia sisi wakazi wake? Au ile jambo labda tuende kusema kwa nani tupate kusaidiwa kero hii. Yaani mimi kero inanichosha. Hata kama nikitoka zangu sehemu nimeenda zangu labda sababu mimi ni msanii, labda nimeenda zangu location, nikirudi tapata shida ya kuanza kurequest. Nikirequest tu huku Bolt anakataa, anasema huko siwezi kwenda. Kwa hiyo napata shida nianze kutembea na miguu. Mimi mwenyewe unavyoniona miguu yangu yote hapa ni fanga, situpu kwa ajili ya haya maji ya kutembea. Kwa hiyo kero yangu jamani ni hiyo, kama serikali inatuona au kama ni diwani wetu mbunge, hebu aje atuone kwanza wakazi wa Sinza tunataabika. Wenzetu wa Tandale maisha mazuri sasa hivi wanakaa vizuri. Langu ni hilo tu.